kuelekea katika hii fight ya WBC International. Fight ni kubwa na nimeipokea kiukubwa vile vile, na naamini chini ya makocha wangu ambao na train nao tutakwenda kushinda mkanda. Ni mkanda mkubwa kwa mara ya kwanza kuja Tanzania, na pia wewe kama Mtanzania unapata nafasi ya kuchezea. Ni malengo yako, lakini nini kiu yako kuona umechaguliwa kuchezea mkanda mkubwa kama huu? Ni kweli ni mkanda mkubwa na haujawahi kuja Tanzania, lakini Mafia Boxing tunakwenda kuthubutu kuleta mkanda huo, na naamini mkanda utabaki Tanzania. Malengo ni mkanda kubaki Tanzania na kuendelea kupigania mitaji mikubwa zaidi. Fight yako ya mwisho ulishinda kwa kweli, lakini kwa rematch baada ya kucheza kwanza ndio. Maandalizi yako, umejifunza nini kwenye fight iliyopita, lakini pia ukipiga ni kipi ambacho unaambiwa Tanzania kuelekea katika fight hiyo na inawezekana ni tofauti na fight iliyopita? Utofauti lazima uwepo, kwa sababu bondia ninakwenda kucheza naye ni tofauti na bondia ambaye nimecheza naye pambano lililopita. Bondia huyu ni upiganaji wake ni tofauti na bondia ambaye nimetoka kucheza naye, kwa sababu yule alikuwa ni mtu wa kupigana na huyu si mtu wa kupigana. Kwa hiyo naamini katika maandalizi kuna utofauti. Mkanda wako wa mwisho ulikoje? Unaweza kuweka clear sababu zilizopelekea kwa uchache kama zipo, lakini pia funzo gani ulipata baada ya kuwa kwenye mkanda, lakini pia unapata nafasi ya kucheza mkanda mkubwa Afrika? Taarifa za kunyang'anya kwa mkanda meneja ndo anaweza kuzielezea zaidi, lakini kwa mimi kuelezea sitoweza. Naamini kukonya kwa mkanda ule kuongeza baraka kwa kupambana mkanda mkubwa zaidi. Naamini kwa sababu mkanda ambao ulichukuliwa ni WBC Africa na hii hapa ni WBC Silver International. Sababu umeona sasa kwamba ni tofauti mkubwa, mkanda huu ni mkubwa zaidi na ni mkanda ambao haujawahi kufika Tanzania. Juzi kulikuwa na fight, lakini ni last month iliyopita kulikuwa na fight na Kibamba bondia wetu walikuwa wote wamepoteza, lakini kila mmoja akaanza kuzungumza na kwake. Wewe kama bondia mkubwa, lakini pia bondia ambaye anacheza mikanda mikubwa sana, unajifunza kitu gani kwa kile ambacho kimetokea kwa Mkinyo, Amiri na Ubaya wakipoteza ukiwa ugenini? Cha kujifunza tu ni jitihada tu ya mazoezi, na pia sio mimi tu bali wa Tanzania pia tunapaswa tujifunze, kwa sababu kama pambano la Amiri Matumla ni clear kabisa, imeonekana kwamba Amiri ameshinda na ameongoza kuanzia raundi ya kwanza mpaka ya mwisho, lakini hatimaye matokeo akanyimwa. Kwa Watanzania wadau wa ngumi tunaweza cha kujifunza. Neno langu la mwisho kwa mashabiki kwa Ita? Neno langu la mwisho napenda tu kuwashukuru mashabiki ambao wanatusapoti, na pia waendelee kutusapoti na watunge mkono katika pambano letu la tarehe 31. Kuelekea fight ya tarehe 31, maandalizi yako yakoje na umejiandaje kuhakikisha kwamba unaendelea kuwa burudani wa Tanzania? Nimejiandaa vizuri, nimejiandaa vya kutosha chini ya makocha wangu wawili, kocha Shefali na kocha Hamisi Mwakinyo. Unaenda kupambania mkanda wa WBC, kwako unachukulia mkanda namna gani na faraja kubwa kiasi gani kupata nafasi hiyo ya mchezo? Kwangu ni faraja kubwa, kwa sababu ni ndoto ya kila boxer duniani kumiliki mikanda mikubwa. Kwa hiyo nishukuru kampuni yangu ya Mafia Boxing Promotion kwa kunipa nafasi hiyo. Kwa hiyo nihakikishie tu kwamba lazima mkanda utabaki Tanzania. Umeona mpinzani wako, inawezekana kumuona live, lakini mpaka nafasi ya kuona klipu zake, unaamini ni mpinzani namna gani, ili baadaye watu wasianze kusema bwana kompyuta amepewa ndizi anateleza? Ni watoe wasiwasi tu kwamba kutokana na game zangu nyingi ambazo zimepita sijawahi kukutana na ndizi. Kwa hiyo nihakikishie tu kwamba hii pia sio ndizi. Kwa hiyo waje washuhudie muogo ukibadilika kuwa ndizi. Waje kushuhudia muogo ukibadilika kuwa ndizi. Kwako umejifunza nini kipindi chote ambacho uko Mafia, lakini pia kupigania mikanda mikubwa, experience yako kubwa kiasi gani? Nimejifunza kitu kikubwa, kwa sababu nimekutana na watu wakubwa. Huwezi kuwa bingwa bila kukutana na mabingwa. Kwa hiyo nilikutana na mabingwa, kwa hiyo naenda kuwa bingwa. Neno lako kwa Tanzania kuwaita tarehe 30 kuja kushuhudia hiyo fight, na mashabiki zako wa Johanna waje kuona kumkuta wao kwa ubora wake? Mimi naombea
naombea afya njema uzima, ili tarehe 31 wafike kushuhudia mkanda ukibaki Tanzania. Maandalizi yakoje na umejiandaje kama bondia? Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniweka salama hai mpaka sasa, ni jambo la kushukuru. Pia nashukuru kampuni yangu Mafia Promotion kwa kunipa nafasi hii ya kuwakilisha na kuniamini. Nashukuru kampuni yangu, nashukuru viongozi wangu, kina manager Tozi, kina Maula, wamenisimamia vizuri chini ya kocha Dosi akiambatana na kocha Chino. Hii yote ni watu ambao wananiamini na sitowaangusha. Pili, kuhusu swala mpinzani, nimemheshimu sababu mimi ni bondia muda mrefu. Nimemheshimu kutokana na ngumi ya Zinda mwenyewe. Ni haya. Muda mrefu watu hawajakuwa na kwenye ringi. Watu wanategemea kuona sababu tangu yule ama kuna mabadiliko mengine ambayo unakuja kucheza nayo. Mimi na kauli yangu moja waga nasemaga toka awali kwamba kitamu uliofahamu. Ningecheza kila siku ningepoteza hadi mvuto. Kwa sasa hivi najua watu wengi wanasubiria kwa hali na mali uniona. Naahidi tu nimeandalia kitu kizuri na vingine vipya. Kama ni kitabu nimeanza kufungua ukurasa wa kwanza, maana mwanzo kwa tunasoma ganda la nje. Hapa kati ngumi za Tanzania kama zimeingia kwenye chafu baada ya mabondia wetu wakubwa kufanya vibaya kwa fight ya mwisho. Akiwa lakini pia Abdul Ubaya. Kwako umejifunza nini kupitia fight yao, lakini pia unawaambia nini Tanzania kuelekea kwenye fight yao? Kwanza kabisa niwaambie, nikiongea swala la wenzangu kufanya vibaya nje ya nchi, kubaliana ngumi ni kama maisha ya kawaida tu. Unaweza kaamka leo uko vizuri ukapigana kiasi cha Tanzania wote kukupenda, na siku unaweza kaamka tu ukajikuta hali yako ni morali yako inakatika. Yaani akili inataka, mwili hautaki. Kwa hiyo vitendo na akili inakuwa tofauti. Kwa hiyo ngumi tusikubaliane kwamba kila siku tutakuwa unashinda wewe. Wala tusikamishe hicho kitu. Na matokeo ni matatu: kupigwa, kutoa na kushinda. Kwa inabidi wa Tanzania tukubali kwanza hilo swala. Neno lako kwa mashabiki kuelekea fight hiyo tarehe 31? Mimi naambia tu nimerudi, ngumi zangu nimerudi. Ngumi burudani, ngumi starehe. Kwa hiyo washabiki zangu wakipata nafasi, uwezo wa kuja waje, na ambao watakosa basi kuna TV ambazo zitakuwa zipo online, zitatangazwa karibuni. Naomba wafike kwa wingi ulingoni, sababu ukinikosa mimi umekosa ngumi. Ukinikosa mimi umekosa burudani ya ngumi. Njoo tuangalie ngumi, atupigane, atushindane, tunacheza. Ngumi ni kama mtoko. Asante. Hongera sana kwa ushindi, lakini mjiandaje pia katika fight yako ya kudefend belt yako? Kwanza napenda kushukuru Mwenyezi Mungu, na pia napenda kushukuru support zote ambazo wanisupport, promotion yangu ya Mafia Boxing Promotion, Duma Pro, uongozi wangu mzima, na timu ya polisi uongozwa na kocha Batman na kocha wangu pia Sugar Ray. Kwa hiyo nimejipanga kufanya maandalizi ya kuchallenge mkanda wangu. Nadhani pia anayekuja pia amejipanga kuja kuchallenge mradi aweze kuchukua mkanda. Kwa hiyo mimi ni bingwa, still nitakuwa bingwa, na mimi ndo namba 1 Afrika, na mimi ndo naongoza shehena la wazee mgongoni mwangu. Kwa hiyo nadhani nitafanya makubwa zaidi, na ndio itakuwa fight yenye mvuto kuliko fight zote ambazo zitakuwepo siku ya tarehe 31. Umesema ni bingwa na namba 1 Afrika. Inawezekana ranking inasema hivyo, lakini baadhi ya watu hawaamini kama wewe ni bingwa namba 1 Afrika. Una nini la kuambia kwa hawaamini kama ni namba 1 Afrika? Nadhani itakuwa muda kuongea utoshi sana kuliko muda kuonyesha, kwa sababu tarehe 31 sio mbali. Tumebaki na wiki kadhaa kufika siku hiyo. Nadhani Watanzania wengi watajumuika siku hiyo kuja kuangalia ngumi. Wakusanyike, waone kitu gani ambacho nimekiandaa kwao, na imani kabisa siku hiyo ndio itakuwa nimethibitisha ufalme wangu, na hao mabondia wazee ambao wapo watakuwa na heshima jina langu hata kama kiwa chumbani. Mabondia wazee kwa maana ya kina nani? Sasa sijajua. Kwa hiyo naongosha, yaani ile sheni la wazee wote ipo mgongoni mwangu, na hiyo ndio itakuwa fight ya kwanza au ndio fight kubwa ambayo Watanzania wengi watatamani kuiangalia kuliko fight nyingine zote siku hiyo. Ugumu kwapi? Kupigania mkanda ama kutetea mkanda? Wapi kunakuwa na hakuna ugumu. Kuna ugumu kubwa ni maandalizi. Kwa hiyo nimejiandaa na muda mrefu. Nadhani mimi ndio bondia mwenye thamani kwa sasa nchini Tanzania, bondia ambaye naongoza kupata madao makubwa kuliko mabondia wengine wote. Unaposema hivyo ndio na rank ile story kwamba uligoma kupigana katika pambano la Makini
sababu ya pesa. Nilikataa kupigana kwenye fight ya Dream Ring Promotion. Tuelewane kwanza hapo. Mtu ndio. Kwa hiyo sawa, Dream ya wale ndio ilikuwa promotion, lakini main card alikuwa anacheza solo na sana. Na wewe ulikuwa ni mmoja wa watu ambao walikuwa wanacheza. Thamani yako ndio imezuia wewe usicheze kwenye fight. Nimekataa kucheza ile fight kutokana na mazingira ya Masai. Thamani yangu ni kubwa zaidi kuliko mabondia wengine wote. Na ndio maana niliweza kupandishiwa thamani ya $50,000. Kama ungeuliza mabondia wengine wote wanaenda kucheza ile fight wa Tanzania walipewa shilingi ngapi? Kuna tofauti ya kuwa na jina na kuna tofauti ya kuwa na thamani. Uweza ukafanya boxing ukawa na jina kubwa lakini usiwe na thamani. Kwa mimi ni bondia mwenye thamani lakini huenda sijapata jina. Kwa ujumbe wako ni upi kwa mabondia ambao mzunguka, kwa mabondia na majina makubwa na kwa mabondia na thamani kubwa? Ujumbe wako ni upi kwa mabondia na majina makubwa? Sina ujumbe wote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila nafasi ambayo naipata. Nadhani Watanzania wote watakusanyika siku hiyo ya 31. Na vingi ambavyo nimewaandalia, wasichoke kutusapoti kwa sababu ni sisi wachache ambao tunapambana kuifanya boxing ya thamani zaidi, ili kuja mabondia wengine je kufika thamani hata $100,000. Kwa mimi nimeanzia hapo, nadhani nitakuwa nimeishia na kuna wengine ambao watafuata nyuma yangu kuweza kuifanya boxing ya thamani zaidi kuliko mimi. Neno langu tukutane tarehe 31, nadhani nitakuwa na vitu vingi vya kuwaonyesha siku hiyo. Mpinzani hata awe mgumu vipi tutapigana na nitashinda. Kimbia sana. Maandalizi yakoje, vijana wanaendeleaje na unawaambia nini wa Tanzania kuelekea kwenye fight ya tarehe 31? Kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu Mungu wa rehema. Kwa jina naitwa Kocha Chino kutoka Mafia Boxing Promotion. Kuelekea tarehe 31 ya mwezi wa 7, kwamba mabondia mpaka kufikia leo hii ninavyoongea kwamba wako katika viwango bora, wamefanya mazoezi ya kutosha, wamejiandaa vizuri zaidi kwa ajili ya kuwakilisha taifa la Tanzania tarehe 31. Kwa hiyo mpaka sasa niseme maandalizi yamekamilika kwa 98%. Zilizobakia 2% ni maandalizi madogo tu. Wako vizuri kiafya, wako vizuri kiakili, wako vizuri kwa ajili ya kutoa burudani kwa Watanzania. Una train mabondia ambao wanaenda kucheza mikanda mikubwa WBC, Global International, lakini pia Richard Tanga anaenda kutetea belt yake. Muhimu kiasi gani, lakini pia unamwambia nini Watanzania kwa fursa hii hususan mabondia wao mikanda mikubwa kama hii? Kwanza kabisa fight hizi niseme sio rahisi na wala sio nyepesi kama watu wanavyodhani. Ni fight ngumu sana kwa sababu Mafia Boxing Promotion ina tabia ya kuleta wale mabondia ambao wana uwezo wa hali ya juu kuja kupambana na mabondia wao hapa ndani. Kwa hiyo kiukubwa kabisa wa fight ni ngumu, lakini kwetu sisi itakuwa rahisi kwa ajili ya maandalizi tuliokuwa tumeyafanya. Kwa kiwango cha mabondia ambacho tumewaandaa ni kiwango kikubwa sana, tofauti na viwango vyote ambavyo vimewahi kupita hapo mwanzoni. Kwa upande wa Richard Mtangi ni bondia mmoja mzuri sana, bondia mmoja mkali sana na ana fight ngumu sana kuelekea tarehe 31. Lakini nipende kuahidi wa Tanzania, fight hiyo itakuwa ni sawasawa na mkate mbele ya chai. Japo na ubora wa bondia wa mpinzani wetu ambao wanao na kiwango chake kikubwa alichokuwa nacho, lakini siku hiyo Richard Mtangi ataonyesha kiwango kikubwa sana kwa sababu ya maandalizi ambayo amepewa.